kwa maana ya kwamba kuwapongeza Young Africans. Msemo waliotumia si mgeni, lakini jamaa alivyotumia aliusynchronize kuelekea katika jamii yetu ya kawaida. What a player. Aliweka katika jamii yetu ya Uswahili na imechukua mileage kiasi kikubwa sana. Kibinadamu, Mungu ana namna milioni za kuwalipa watu wanaofanya kazi kwa bidii. Na Young Africans wametumia kile kitu. Ndugu zangu, awali ya yote kabisa kwanza naomba nichangie kidogo kuhusiana na huu mjadala kuhusiana na tukio la shabiki wa Simba jana kuelekea kwenye issue ya Young Africans ambayo imezua mjadala mkubwa sana kwamba Young Africans, naheshimu kwanza watu wote waliochambua kibiashara. Chambua kibiashara kwa maana ya kwamba labda Young Africans wamewakosea wadhamini wao, wamewakosea kumuonesha mtu mwingine ambaye ana wadhamini wengine kwenye event ambayo ilikuwa ni kubwa kwa ajili ya klabu ya Young Africans. Naelewa na nakubaliana na uchambuzi wa aina hiyo ya kibiashara. Lakini mimi nataka nije kwenye uchambuzi kidogo wa kibinadamu kwa maana ya kwamba kuwapongeza Young Africans. Msemo waliotumia si mgeni, lakini jamaa alivyotumia aliusynchronize kuelekea katika jamii yetu ya kawaida. What a player. Aliweka katika jamii yetu ya Uswahili na imechukua mileage kiasi kikubwa sana. Kibinadamu, Mungu ana namna milioni za kuwalipa watu wanaofanya kazi kwa bidii. Na Young Africans wametumia kile kitu. Wameona kuna haki, ni wajibu wao kumwalika jamaa katika event yao, kwa sababu alitumia ule msemo ambao yeye ndo alioupa nguvu kiasi kikubwa sana katika jamii yetu ya Waswahili. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Kwanza kurecognize aliyeuleta, pili kumpa nafasi ya kuonekana. Ile ni kitu kikubwa sana zaidi ya fedha. Yule jamaa kuonekana kwa broadcaster mkubwa kama yule, kuonekana kwenye pages za Yanga, namna alivyopostiwa ma WhatsApp, alivyopostiwa ma Instagram, Facebook, Twitter. Yule jamaa leo ukimwamsha asubuhi atakwambia maisha yake ya jana na leo yako tofauti. Jamaa ashaenda viral na klabu ambayo sio anayeshabikia imempa platform kubwa. Mind you, sijajua wewe unautazama mpira kiasi gani au kwa jicho gani, lakini mpira sasa hivi ni biashara kubwa sana ambayo watu wanaoitwa mashabiki, wanaoitwa influencers, wakitulia vizuri kuna fedha nyingi sana kutokana na ubunifu wako, utimamu wako wa akili na uwezo wako wa kujenga hoja na kufanya vitu vya msingi. Nitawapa kisa cha iShowSpeed. Yule jamaa aliingia kwa sababu ni shabiki wa Cristiano Ronaldo tu. Alipambana mpaka Ronaldo akampa nafasi. Leo hii iShowSpeed ni mtu mkubwa, influencer mkubwa duniani na anatengeneza fedha nyingi sana kupitia mpira wa miguu. Kwa hiyo wewe kama unasafiri kuelekea Kigoma tu kuangalia mechi ya Yanga au Simba kurudi nyumbani, starehe yako umechagua mpira ni starehe, ukatazwe. Lakini mwingine katikati ya starehe mpira unageuka kuwa biashara, uwezi pia kumkataza. Kwa hiyo lazima wapongeze Young Africans. Na nadhani ni mara ya 3 ya 4 wanawapa platform mashabiki wa Simba. Na hii ni wake up call kwa Simba Sports Club wenyewe. Jamaa washai kumtibia shabiki Engineer Hersi, washai kumpa nafasi Mzee Saidi, wale wakina nani waliwapa nafasi, na unamwona jana shabiki mwingine wa Simba anapewa nafasi. Ile inaitwa social capital, mtaji. Ile inaitwa kwenye mji wao tuna kijiji chetu. Maana yake ni kwamba Mtanzania alivyo, ukimheshimu na mtuma bure. Si kwamba watu walikuwa waoni ubunifu wao, waoni utendaji kazi wao, walikuwa wanauona. Je, uliwapa nafasi? Wakipata nafasi mwingine watu acha wakafanye kazi, au acha watu wakapata riziki zao. Uwezi kubaki na watu wale miaka ile kwa story zile. Kama kuna watu wapi wanakuja, wapeni nafasi. Umeona Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza. Nakubaliana na uchambuzi kwamba Young Africans wamekosea. Lakini tukubaliane pia katika engo ya kibinadamu.
Jamaa wanaonesha ubinadamu kubwa sana kwa watu ambao wanaonesha exceptionality. Kitu cha pili ambacho lazima huwapongeze Young Africans ni kumleta shabiki wa Simba. Hawakumvalisha jezi yao, hawakufuta nembo za wadhamini. Wapo mashabiki wa Simba leo hii wanafuta, yani wanaficha logo ya mdhamini. Yani wanaficha logo ya mdhamini hapa, kwa mfano main sponsor ambaye leo watu wengi wanampigia kelele. Wapo mashabiki wengi wa Simba maarufu wanaificha Betway. Hawataki ionekane. Lakini Young Africans amemuita shabiki wa Simba kwenye tukio lake. Amebaki na udhamini wake kifuani, amebaki na udhamini wake wa Mo hapa na Mo Foundation kule nyuma. Uweledi wa hali ya juu. Upongeze pia uweledi ambao wameufanya kwa wadhamini wa klabu nyingine. Yet pia mimi niwape mfano mwepesi. Sijajua kibiashara ipoje, lakini nimeona World Cup, issue ya England na Norway, kama kuna watu walifuatilia. British Airways, kampuni yao kubwa ya ndege, shirika lao la ndege, na Norway shirika lao la ndege, kuelekea katika ile mechi waliweka challenge. Wale jamaa waliweka challenge ya airlines zao kwamba mtu akishinda sio atambeba huyu kumpeleka katika nchi yake, atampeleka kwenye nchi yake. Norway na British Airways, mashirika makubwa ya ndege huko Ulaya, yalibato sana mpaka ile mechi walivyoshinda England na vitu vingine vyote, na bato yao iliendelea na makampuni mengine ya ndege yakaingilia ile bato. Kwa hiyo ile inaitwa engagement, fans engagement. Unaiuza brand yako mpaka kwa mashabiki wa timu zingine. Jana mtu ambaye alikuwa ajui Yanga wametambulisha water player, shabiki wa Simba atajua, kwa sababu katika magrupu ya Simba mjadala utakuwa ule. Hence watu watajua tukio lao lilikuwaje na liliendaje. Wanajaribu pia kuswitch mada zao katika mada zako. Katika mjadala wenu wanaeka mjadala wao. Kwa naheshimu kila kitu, lakini nafikiri na mimi ni mtazamo wangu mdogo. Kuna haja pia ya viongozi wa Simba kutazama pia hawa mashabiki ambao ni exceptional, wanaonesha utofauti, kuwapa platforms. Sikarili tu watu wale miaka ile siku zile. No. Wanapokuja watu wengine wanaonesha utofauti, inaitwa fans engagement. Fan engagement ni kitu kikubwa mno kwenye klabu ya mpira wa miguu. Uhai wa mpira wa klabu ya mpira wa miguu, uhai wa wadhamini unategemea sana na fans engagement. Itazameni hiyo. Don't hate, get motivated. Jamaa wanatumia kila shabiki wa Simba ambaye anaonesha kuwa exceptional, ama na trend, ama algorithm zake ziko juu, kwa maana anaonekana yuko visible. Tazameni hiyo kibiashara. Wapeni nafasi watu.